Saa 6 ya Yesu kukaa msalabani. Kwa nini alikaa masaa 6? Kwa nini Mungu aruhusu akae masaa 6? Kwa sababu 15. Twende kwanza tukasome Marko sura ile ya 15. Tutasoma mstari wa 25. Marko 15 mstari wa 25. Tutasoma mstari wa 25, tutaenda wa 34, tutaenda wa 37. Ndio tutapata idadi ya masaa hayo niliyoyatamka 6. Kwa leo tunaanza 6, yanatusaidia nini sisi? Yalikuwa yanasababisha, yanatoa msaada gani kwetu kwenye maisha ya kila siku? Anasema basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Narudia, si uliosoma Biblia ushakutana nao mstari. Basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Najua wengi mlisoma hapo mlikuwa mnapita tu kwenye mstari. Twende mstari wa 34. Na mimi nilikuwa napita mpaka siku Roho Mtakatifu aliponifundisha, nikatazama kwa jinsi ya tofauti. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Twende mstari wa 37. Naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Kwa tumeelewa, alisulubishwa saa 3 asubuhi. Alipandishwa msalabani saa 3 asubuhi. Saa 9 akalia Eloi, Eloi. Baada ya kutoa hiyo sauti kuu, akakata roho. Kwa alipandishwa msalabani saa 3, alikata roho saa 9. Kama alikata roho saa 9, kwa ambao tunajua angalau hesabu za kutoa, maana yake saa 3 mpaka saa 9 hapa katikati alikuwa ni masaa 6. Masaa 6 amekaa msalabani. Sasa swali nilokuwa nalo kwa Roho Mtakatifu, kwa nini akae masaa 6? Masaa 6 yananisaidia nini mimi? Na kama Mungu alitaka msalaba kwa ajili ya damu, kwa sababu msalaba ulikuwa kwa ajili ya damu. Mwanzo alikuwa ameachilia damu ya mafahali kwa ajili ya upatanisho kati yetu sisi na yeye. Ukisoma Walawi ile sura ya 17 mstari wa 11, anasema upatanisho uko katika damu ya mnyama. Ndio maana akasema msile damu ya mnyama, kwa sababu ndipo uhai wake ulimo. Na yeye ameichagua hiyo damu kwa ajili ya upatanisho. Sasa kama ameichagua damu kwa ajili ya upatanisho, na ile Warumi 5 anasema tunapatanishwa na yeye kwa njia ya damu ya Yesu Kristo katika imani ndani ya damu ya Yesu. Kwa hiyo zamani walikuwa wanapatanishwa kwa damu ya mafahali na damu ya mabeberu na damu ya ng'ombe na damu ya njiwa, ndio walikuwa wanapatanishwa kwa damu hiyo. Na tulipokuja sisi baada ya msalaba, tunapatanishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Maana yake Mungu alikuwa anatafuta msalaba ili damu ipate kumwagika. Ikishamwagika sisi tupate neema ya kupatanishwa na yeye. Kama shida ya Mungu ilikuwa ni msalaba kwa ajili yetu sisi, atupe damu ya kutusaidia. Pale Yesu anaposulubiwa saa 3, anapopigiliwa misumari huku na huku mikononi, damu ilishamwagika. Anapopigiliwa miguuni, damu ilimwagika. Anasema kabla hajapandishwa alipigiliwa ile miiba kichwani, tayari damu ilimwagika. Mbona damu ilikuwa tayari imeshamwagika? Maana baada ya kupandishwa, kwa nini Mungu asimchukue dakika ile akamwacha masaa 6? Damu ilikuwa imeshamwagika, inatutosha. Ilikuwa inatosha ile damu. Kwa nini masaa 6 alikaa msalabani? Toka saa 3 mpaka saa 9. Kwa nini sitoshe tu ile damu? Kama ilikuwa shida ya Mungu ni damu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Umenielewa tunachokiangalia siku ya leo? Naamini ukinielewa ninachokitafuta utaelewa ili kikusaidie imani. Haya masaa 6 yalikuwa ya muhimu. Kwa nini? Tuende kwenye ile kwanza ili utimie unabii wa Isaya. Bado tuko kwenye unabii wa Isaya. Usipofunike pale kwenye nabii Isaya. Isaya 53. Isaya 53. Kwa nini masaa 6? Yasingetimia masaa 6. Kuna vitu kwenye hii nabii, kwa kitabu cha nabii Isaya yasingetokea. Kitu cha kwanza tunakipata kwenye mstari wa 2. Angekata roho pale pale. Asingekaa masaa 6. Hiki kitu cha mstari wa 2 Isaya 53:2 tusingekipata. Maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tunapomwona hana uzuri hata tumtamani. Mungu alichokuwa anatafuta nini? Yesu apigwe mpaka sitamanike. Ndicho alichokuwa anakitafuta. Maana kama angepigwa tu misumari tata akapanda juu akakata roho, angekuwa bado amebaki mzuri. Ili neno litimie,
ule uzuri uondoke, ule uzuri uondoke. Amen. Cha pili, mstari wa 4 tunakipata. Kwa nini masaa 6? Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Angekufa dakika ile ile, asingebeba huzuni, kwa sababu asingepata yale machungu. Yale machungu asingeyapata, angekata roho haraka. Lakini Mungu alimwacha mpaka apate huzuni. Akishapata huzuni yeye kama yeye, alafu achukue huzuni zetu ambazo tutakuja kuzipata huko mbeleni. Mimi sijazaliwa, yeye alishabeba huzuni yangu. Angekufa dakika ile, asingeweza kubeba huzuni yangu. Maana yake mimi ningekosa mahali pa kupeleka huzuni yangu. Amen. Cha tatu, tunakipata tena Yesaya ile, tunaenda mstari wa 7. Mstari wa 7. Kwa nini masaa 6? Mstari wa 7. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake, nami hakufunua kinywa chake. Kwa nini masaa 6? Ili apate kuonewa, ili apate kuonewa. Amen. Kumbuka jana walimtukana, walimbeza. Yale masaa angekata roho saa ile ile, asingetukanwa. Angesikia wapi matukano? Angesikia wapi manyanyaso? Angepewa saa ngapi ile siki anywe? Wakati anasema nasikia kiu, wakamletea siki ni sikia kiu, ndo anampa kumnywesha. Angeyapata wapi yake? Kwa sababu kama ilikuwa ni swala la damu na kukata roho, asingepitia ya mateso, asingepitia hiki kitu, na wala asingefundishwa, asingeonyesha unyenyekevu wake. Anasema alionewa lakini alinyenyekea. Alikuwa anaonewa kwa ajili ya matayarisho yangu mimi na wewe kuweza kunyenyekea nyakati ambazo unaonewa. Amen. Singeweza kunyenyekea. Wewe kwani hujaona mahali unaonewa unataka kuzikunja ngumi? Lakini kabla hujaokoka ulikuwa unazikunja ngumi. Lakini sasa hivi unajishangaa wanakuonea, umenyamaza tu. Sio wewe, ni Yesu amekukunja. Amekukunja kwa sababu tayari yeye aliweza kunyenyekea. Angekata roho dakika ile ile, roho ya unyenyekevu ndani yako isingekuwepo. Ingekuwa jino kwa jino. Alikuja kuondoa ile iliyotamkwa kwenye kumbukumbu la Torati, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Yeye alikuwa anatufundisha kusamehe. Ile masaa 6 alikuwa anaachilia nguvu ya kuweza kusamehe mahali unapoonewa. Ndio maana Yesu anakuwezesha kusamehe hata sasa hivi. Unakosewa hata majirani zako, anasema dada, ningekuwa mimi ningelipiza. Lakini wewe unashangaa ndani yako kuna amani na umesamehe. Sio wewe, ni Yesu ndio amekuwezesha kusamehe. Amen. Amen. Faida ya msalaba. Ndio maana wanasisitiza, mtu akikuuzi, mtu akikukosea, mwambie Yesu nisaidie kusamehe. Unapomwambia Yesu nisaidie kusamehe, maana yake unaiambia ile kazi ya msalaba aliyoifanya alipoweza kusamehe. Ile nguvu na yeye inaingia ndani yako. Unajikuta nao unamuona yule aliyekukosea, huoni kama ni kosa, badala yake unamuonea huruma yeye mwenyewe aliyekukosea. Nimeshaona mtu anakukosea unamwonea huruma aliyekukosea. Ndicho Yesu alichokifanya msalabani. Kitu cha 4 tunakipata kwenye ile, tunaingia cha 4 kama sikosei, au cha 5. Cha 4 tunaipata ile Isaya 50 ile na 53 mstari wa 11. Tunasogea mstari wa 11. Mstari wa 11. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika na maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki. Atawafanya wengine kuwa wenye haki. Mero mstari. Amen. Yale masaa yalikuwa na kazi ya kumsababishia Yesu ayaone mazao ya taabu ya nafsi yake. Angekata roho za ile ile, asingeona mazao ya nafsi yake, matunda ya nafsi yake, matunda ya taabu aliyoipitia. Uko hapa kwa sababu ni matunda ya taabu aliyoipitia pale msalabani. Asingepita ile masaa 6,
asingeweza kuona hiyo tabu, asingeweza kuona hayo mazao, na hayo mazao ni kwa ajili ya wengine. Anasema atawafanya wengine kuwa wenye haki. Alisumbuka yeye masaa 6 ili mimi na wewe tuwe wenye haki. Asingesumbuka masaa 6, mimi na wewe tusingekuwa wenye haki. Maana yake yale masaa 6 alikuwa anatulipia deni kwa Mungu ili sisi tuwe wenye haki. Alikuwa anatulipia deni kwa shetani sisi tuwe wenye haki. Angekata Roma dakika zile deni letu lisingelipwa kwa ukamilifu wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuende kitu cha 5. Tunakipata kwenye mstari wa 10. Narudi nyuma tena kidogo. Mstari wa 10. Tunazungumzia masaa. Mstari wa 10. Lakini Bwana aliridhika kumchubua. Bwana aliridhika kumchubua. Hivi Biblia yako naiona? Ni Mungu ndiye aliyeridhika masaa 6 achubuliwe. Sio shetani. Aliridhika kumchubua. Aliruhusu haya masaa 6 achubuliwe. Na anasema amemhuzunisha atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanyika mikononi mwake. Amen. Sasa katika hii mistari tutaangalia vitu vichache ni mistari. Amen. Masaa 6 yalitusaidia nini sisi? Masaa 6 yalikuwa yanatusaidia nini? Isaya akatuelezea kwa nini Mungu aliruhusu masaa 6. Cha kwanza, haya masaa 6